Jesus. Mungu wetu tunasema asante. Wewe ni Mungu na zaidi yako kuna Mungu kama wewe. Tumekuja ili tukuabudu, tumekuja ili tukuinue. Na ndio maana tunapaza sauti zetu tukisema amen. Haleluya, amen. Hii ni kwa kuwa peke yako Mungu umestahili kuabudiwa. Ni wewe tu umestahili kuinuliwa. Kwa kuwa peke yako ndio Mungu wa kweli. Miungu mingine ina macho lakini haioni, ina masikio haiwezi kusikia, ina mikono lakini haiwezi kuokoa. Wewe peke yako unabaki kuwa Mungu wa kweli. Tumerudi tena, Jehova, tufundishe, tuonyeshe zaidi sana, tuponye, kwa kuwa mwanao Kristo alipigwa na kwa kupigwa kwake sisi tunapona. Yale maarifa ya kupona, Mungu, yajae kwa wingi kwenye mioyo yetu. Roho Mtakatifu, tufundishe sasa, tuonyeshe siri za ndani zilizofichika, katika jina la Yesu aliye hai. Na watu wote waseme amen tena amen. Kofi mazuri, asante, praise. Kacha taratibu pale mwa Bwana. Siku yetu ya pili na ya mwisho, kongamano la kwa kupigwa kwake Yesu sisi tunapona, mwaka 2025. Kumbuka mwaka huu Mungu alitupa siku mbili tu, jana na leo tutakuwa tunamaliza. Katika kongamano hii ninafundisha ujumbe wenye kichwa shinda ugonjwa wa kifo kwa kutumia uwepo wa Mungu. Shinda ugonjwa wa kifo, ugonjwa wa mauti. Na nakwambia utashinda ugonjwa wote wa kifo kwenye maisha yako kwa kutumia uwepo wa Mungu. Nilianza nao jana na nilikwambia magonjwa ni moja ya silaha anayoitumia shetani kuua. Maandiko yanaonyesha kwenye kitabu cha Yohana 10:10, shetani huwa haji, akija anakuja kuiba, anakuja kuharibu, lakini anakuja kuua. Nikakwambia anapotaka kutimiza kazi yake ya kuua, moja ya silaha anayoitumia ni magonjwa. Nalikuonyesha kwa habari wa ugonjwa wa kifo. Nikakuonyesha kitabu cha Wafalme wa Pili, sura yake ni hiyo hapo ya 13. Wafalme wa Pili 13, alafu mstari wake ni wa 14. Maandiko yanasema Elisha akapatwa na ugonjwa uliomuua. Elisha akapatwa na ugonjwa na ugonjwa ulimuua. Mimi nakufundisha katika kazi tatu za shetani. Moja ya kazi yake ni kuua, na moja ya silaha yake ili kuua, nimekuambia ni magonjwa. Unafundishwa shinda ugonjwa wa kifo kwa kutumia uwepo wa Mungu. Jana nikakufundisha namna nne ugonjwa fulani ukikupata unaweza ukageuzwa kuwa ugonjwa wa kifo chako. Namna 4, njia 4 ambazo ugonjwa alionao mtu unageuzwa kuwa ugonjwa wa mauti. Kitabu cha Yohana sura ya 11 mstari wa 1 mpaka 44, Yesu anasema ugonjwa alionao Lazaro sio wa mauti. Hivyo hata mbingu zinajua kuna magonjwa ya mauti. Lakini jana nikakufundisha kiundani ni kwa namna gani ugonjwa wote ukikupata huwa unageuzwa kuwa ugonjwa wa kifo. Na ndio hili unaloliona watu wanakufa kwa magonjwa.
Nilikuonyesha namna 4, hatuwezi kurudia sana, ili leo tuguse kila Mungu anachotaka tuguse. Sasa leo ninafundisha shinda ugonjwa wa kifo au ugonjwa wa mauti kwa uwepo wa Mungu. Leo baada ya kujua njia 4, namna 4 ugonjwa ulionao utageuzwa kuwa ugonjwa wa mauti. Sasa leo tusome namna gani sasa unaweza ukaushinda ugonjwa hata kama ni wa kifo, lakini ni namna gani utaushinda kwa kutumia uwepo wa Mungu. Nachotaka uelewe ni hicho, ya kwamba wakati wote unapokuwa na ugonjwa, na ugonjwa ulionao ni ugonjwa wa kifo, elewa kitakachokusaidia kushinda ule ugonjwa, kitakachokusaidia kunyamazisha ule ugonjwa, kufanya ugonjwa ushindwe kukuua, kitakachokusaidia kufika hapo ni uwepo wa Mungu. Maana yake ni nini? Wakati wowote unapokuwa na ugonjwa, na ugonjwa ulionao ni ugonjwa wa kifo, hakikisha upo vizuri, hakikisha una ufahamu wa kutosha kwa habari ya uwepo wa Mungu, kwa sababu Biblia inathibitisha ikiwa ugonjwa ulionao ni ugonjwa wa mauti, kitakacho kuweka salama, kitakacho kutetea, kitakachosababisha ugonjwa huu ushindwe kukuondoa, kitakacho kusaidia kusurvive, haijalishi wengi wameondoka na ugonjwa huo, lakini wewe ukabaki salama, kitakacho kufikisha hapo ni uwepo wa Mungu. Ikiwa unanisikiliza sema haleluya. Sasa ikiwa wewe hauna ufahamu wa kutosha kwa habari ya uwepo wa Mungu, manake ugonjwa wa mauti ukikugusa, kuna kila uwezekano ukaondoka. Kinachosababisha uondoke ni kukosa maarifa kwa habari ya uwepo wa Mungu. Maana Biblia inathibitisha, na tutapita kwenye maandiko, wakati wowote ukipatwa na ugonjwa, na ugonjwa ni ugonjwa wa kifo, ni ugonjwa wa mauti, kitakacho kuweka salama, kitakacho kupa kusurvive ni uwepo wa Mungu peke yake. Uwepo wa Mungu ukikuacha, au wewe ukiuacha uwepo wa Mungu na una ugonjwa wa mauti, elewa ule ugonjwa, utake usitake, utakulaza. Simama juu, sema Yawe. Bado hujaomba, Jehova nifundishe kwa habari ya uwepo wako, katika jina la Yesu aliye hai. Na mikono yote sema Yawe, ninatamani wakati wote kuwa uweponi mwako, ninatamani wakati wote kuwa uweponi mwako, katika jina la Yesu aliye hai. Amen tena amen. Maandiko yanasoma hivi. Leo nakufundisha unashindaje ugonjwa wa mauti kwa kutumia uwepo wa Mungu. Maana kama nilivyokuonyesha, nilivyokuambia, wakati wote unapokuwa na ugonjwa wa mauti, utaunyamazisha, utaumaliza nguvu ya kuua ugonjwa ule kwa kutumia uwepo wa Mungu peke yake. Tupite kwenye maandiko tuone vitu hapo. Kitabu cha Yohana sura yake ni ya 11. Yohana 11 mstari wa 1, neno la Mungu linasema mtu mmoja alikuwa hawezi. Huyo mtu ni Lazaro wa Bethania, mwenyeji wa mji wa Mariamu na Martha dada zake. Ikiwa tu pamoja sema haleluya. Hajiwezi, manake ugonjwa alionao, hali ya Lazaro sio nzuri. Ana ugonjwa, na ugonjwa alionao. Dada zake Martha na Mariamu wakimwangalia, wanaendelea kuona tena na tena hali ya mdogo wao, hali ya ndugu yao inavyozidi kuwa mbaya. Maandiko yanasema wakatuma watu waende kwa Yesu. Nataka unisikilize kwa makini sana. Wakatuma watu waende kwa Yesu.
wakatuma watu waende kwa Yesu wamwambie Yesu, Lazaro rafiki yako ana ugonjwa na hali yake ni mbaya sana. Hivyo neno la Mungu linaposema wakatuma watu waende kwa Yesu, maana yake uwepo wa Yesu haukuwa pale. Ikiwa unanielewa sema haleluya. Tuga mkono kama tunaenda taratibu. Manake Biblia inasema ni marafiki zake. Lazaro ni rafiki wa Yesu. Martha na Mariamu ni marafiki wa Yesu. Alafu Lazaro anaumwa, haijakaa sawa na ugonjwa unamtishia Lazaro. Lakini unaposoma maandiko utaona yanasema dada zake, yani Martha na Mariamu, wakatuma watu, wakatuma wajumbe waende wapi? Waende kwa Yesu. Basi wale maumbu, mstari wa 3, basi wale maumbu, manake Martha na Mariamu, wakatuma ujumbe kwa Yesu wakisema, Bwana, yeye unayempenda hajiwezi. Na unapoendelea kusoma maandiko atakuonyesha hivi, Yesu alipoambiwa Lazaro ana ugonjwa na hali inazidi kuwa mbaya, utaona maandiko yanasema Yesu hakupeleka uwepo. Kama unanielewa sema haleluya. Aliendelea kubaki mahali alipo zaidi ya siku 2. Punga mkono wako kama kuna mtu ananielewa mimi kitu nakufundisha. Yesu hakupeleka uwepo. Yesu hakwenda mahali Lazaro yupo, hakwenda pale. Maandiko yanasema aliendelea kungoja. Nikusomee. Na Yesu aliposikia hayo alisema ugonjwa wake sio wa mauti. Okay, hajiwezi, hali mbaya, lakini kwani shaka iko wapi? Ugonjwa alionao sio wa mauti, bali ugonjwa huo utasababisha mwana wa Mungu apate kutukuzwa. Basi aliposikia ya kwamba Lazaro hali yake inazidi kuwa mbaya, Yesu alikaa bado siku 2 pale pale alipokuwapo. Neno linaposema pale pale alipokuwapo, maana Yesu hakuamka haraka ili apeleke uwepo. Kama ananielewa sema haleluya. Hakupeleka uwepo, na alisema ugonjwa sio wa kifo. Usisahau mambo 4 ya jana. Ugonjwa unafanywaje kuwa wa kifo? Na Yesu hajapeleka uwepo. Kwa Yesu maadamu hajapeleka uwepo, waovu wakaufanya kuwa ugonjwa wa kifo. Na walipoufanya kuwa ugonjwa wa kifo, wanamlaza Lazaro. Kwa nini wanamlaza Lazaro? Ndio ninakwambia Yesu hakupeleka uwepo. Kama unanielewa sema haleluya. Aha. Ngoja tuende pole pole. Bado huamini kwamba kinachomuua Lazaro no matter ni ugonjwa wa kifo. Kinachomuua ni kukosekana uwepo wa Mungu. Ndio maana maandiko yanasema Yesu akabaki. Hilo neno usifikiri limeandikwa kwa bahati mbaya, limeandikwa kwa makusudi kabisa. Yesu hakwenda, akabaki mahali alipo siku 2 zaidi. Manake mahali za Lazaro anaumwa, mahali Lazaro yupo, hapana uwepo wa Mungu. Lazaro hayupo kwenye uwepo wa Mungu. Nini kinatokea? Angalia Yesu ghafla anasema hivi, mstari wa 11, aliyesema hayo alafu kisha baada ya hayo atawaambia rafiki yetu Lazaro amelala. Wakamwambia, Bwana, kama amelala basi atapona, ataamka. Lakini Yesu alikuwa ananena habari ya mauti ya Lazaro. Wao walizani ananena habari ya kulala usingizi. Hapo Yesu akawaambia waziwazi Lazaro amekufa. Alafu anapoambia waziwazi Lazaro amekufa, anawaambia maneno hayo, nami nafurahi kwa ajili yenu ya kwamba siku wako huko. Piga mstari wa neno siku wako huko. Anakufa kwa sababu mimi siku wako. Hebu simama juu. Sema Yawe. Bado jomba Yawe. Roho ya uelewa. Itende kazi kwa nguvu ndani yao. Katika jina la Yesu aliye hai. Amen tena amen. Unasikiliza, anasema hivi amekufa. Lazaro rafiki yetu amekufa.
Sio tu moja, nimekuambia maandiko yanasema wanamwambia Lazaro anaumwa sana, alafu Yesu haendi. Nimekuambia namba moja inatetea ugonjwa utakao kuua. Ugonjwa wa kifo utakuua ikiwa haupo kwenye uwepo wa Mungu. Ninateteaje? Moja, anaambiwa Lazaro achiwasi, alafu Biblia inasema haendi, maana yake hapeleki uwepo. Alafu Lazaro anapokufa, Yesu anasema Lazaro amekufa, alafu ninachofurahi sikuwepo, ili mjue kitakachomweka mtu salama anapokuwa na ugonjwa wa kifo ni uwepo wangu. Unga mkono wako juu kama unanielewa. Anaposema ninafurahi, sasa Yesu anafurahi tena watu wanakufa. Anasema nafurahi kuachilia, maana kuna shule mnaenda kuipata ya kwamba ukishatingwa na haya magonjwa, ng'ang'ana kwenye uwepo. Anasema ninafurahi ya kwamba sikuwako huko. Maana anajaribu tuambia kinachomuua Lazaro uwepo haukuwa pale. Ninyi watu wa Mungu kama unanisikiza sema haleluya. Bado uamini na hiyo. Ngoja nikupe ya mwisho. Usipoamini na hii basi bwana. Mstari wa 21. Mstari wa 21 inasomekaje? Basi Martha alipoenda kumpokea Yesu, alipokutana tu na Yesu, Martha dada yake Lazaro akamwambia Yesu, Bwana, kama wewe ungekuwapo hapa ndugu yangu asingekufa. Kama unanielewa sema haleluya. Dada anajua kinachomuua my brother, your presence. Mkono wako juu kama unanielewa. Wataubadilisha kwa zile njia 4. Ugonjwa utakuwa mauti na watakukata. Ikiwa watu wamefanikiwa kukufanya, kukuondolea uwepo wa Mungu, simama juu sema Jehova, ninakataa asubuhi ya leo. Ninakataa asubuhi ya leo kufa kwa ugonjwa wowote. Jehova, lolote na chochote kinachoniweka mbali na uwepo wako, kinyamaze leo. Nimejua leo ninahitaji uwepo wako. Inua sauti yako, omba uwepo wa Bwana. Inua sauti yako, omba. Rakaposha brakunta. Baba, katika jina la Yesu ninahitaji uwepo wako. Ninaomba uwepo wako kwa jina la Yesu. Raba seketa rakaposa raba baba rakaposa brakunta. Ninahitaji uwepo wako Bwana, ili magonjwa yasiniondoe, magonjwa yasiniue Bwana. Ninaomba uwepo wako juu ya maisha yangu, juu ya familia yangu, katika jina la Yesu. Rakaposa baba rekesa brakunta rakaposa baba rekepesa brakunta. Uwepo wako Bwana, ramashakata rekepesa brakunta. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Rakapashekete rekesa baba. Inua mikono tamali juu sema Yahweh, Yahweh, Jehova, mchana wa leo ninauliza uwepo wako. Yahweh, ninauliza uwepo wako katika jina la Yesu. Nimefahamu leo ugonjwa wowote hautaniondoa nikiwa uweponi mwako. Jehova, ninauliza uwepo wako katika jina la Yesu. Amen tena amen. Yesu makofi mazuri. Ninakupa mambo matatu. Uwepo wa Mungu ndio utakao sababisha, hajalishi ni ugonjwa wa mauti, ule ugonjwa ukanyamaza na mtu akaendelea kuwa salama. Elewa ni uwepo wa Mungu. Uendelevu nyingine za ufahamu. Kama unanielewa sema haleluya. Sasa watu wanakuwa na magonjwa ya kifo, na utaona leo watu hawataki uwepo wa Mungu, wanataka maombi ya watumishi, na ndio maana hata kama wanaombewa bado wanaondoka. Mimi nataka uendelevu nyingine. Hata kama nitakuombea usiondoke kwenye uwepo wa Bwana. Ikiwa unanielewa sema haleluya. Hakikisha popote unapokuwa uwepo wa Mungu umezunguka maisha. Ndio njia pekee kibiblia inayoweza ikanyamazisha ugonjwa wa kifo,
ukashindwa kumuua mtu. Nimekwambia Lazaro anakufa kwa sababu Martha na Mariamu wanapowatuma wajumbe wakamwambia Yesu, rafiki yako Lazaro ajua walichokuwa natafuta Martha na Mariamu. Yesu alete uwepo, sema haleluya. Lakini nimekuonyesha Yesu alibaki kule kule siku 2 zaidi, na alipokataa kupeleka uwepo, Yesu aliposita, alipochelewa kupeleka uwepo, yeye mwenyewe anawaambia rafiki yetu Lazaro amekufa. Nini kinachomuua? Uwepo haukuwepo. Na Yesu mwenyewe nimekuambia anathibitisha jambo la pili, anasema mimi sikuwapo pale, maana uwepo wangu haukuwa pale. Lakini dada yake Martha anamwambia Yesu, kama wewe ungekuwepo hapo. No matter alikuwa mahututi kiasi gani, ndugu yangu asingekufa. Kwa kilichosababisha afya, uwepo. Ninyi watu kama mnanielewa, sema haleluya. Katika majira haya ya kwa kupigwa kwake Yesu, sisi tunapoona uende kiwango kingine, shetani atafanya anachofanya, lakini ikitokea akapanda ugonjwa ndani yako, akapanda ugonjwa wa mauti ndani ya mtoto wako, ndugu yako, wewe cha kuhakikisha uwepo wa Mungu hauondoki. Ikiwa unanielewa, sema haleluya. Wanawake na wanaume waliokaa kwenye uwepo wa Bwana, akumbuka Danieli sura ya kitabu cha Danieli sura ya 3, wakakamata Shadraka, Meshaki na Abednego wakatupwa kwenye moto. Lakini ndani ya moto Nebukadneza alisema, siwaoni watatu, ninawaona 4. Manake wako kwenye moto lakini wako na uwepo wa Mungu. Maana Nebukadneza alisema yule 4 ana sura ya mwana wa Mungu, manake Yesu mwenyewe amekaa nao moto, hawawezi wakateketea. Haijalishi una ripoti gani, wewe ng'ang'ania uwepo wa Bwana. Ikiwa leo sema haleluya. Achana na hofu zako, haijalishi ugonjwa una ripoti nzito kiasi gani, wewe ng'ang'ania uwepo wa Yesu. Maadamu uko kwenye uwepo wa Yesu, ugonjwa haukupeleki popote. Na ninanena kwenye maisha yako leo, kwa maarifa haya haufi kesho kwa jina la Yesu aliye hai. Ugonjwa haukulasi kesho kwa jina la Yesu aliye hai. Wewe ng'ang'ania uwepo. Na shetani atakachofanya ni kuchezesha uwepo. Kama unanielewa, sema haleluya. Wala mtu anaumwa, siku zinaendelea kwenda, anaumwa, watu wanakuja kumshawishi, nenda kwa Karumanzira, nenda kwa mganga wa kienyeji. Wewe sikiliza, don't try it. Hapo sasa watapiga. Kama unanielewa, sema haleluya. Wewe ng'ang'ania uwepo wa Bwana. Haijalishi wanasayansi wamesema ugonjwa una tiba, wewe hakikisha uwepo wa Mungu umekaa sawa sawa. Uwe na uhakika huo ugonjwa haukufanyi chochote. Lazaro anaondoka kwa kuwa uwepo wa Mungu uliondoka, na Yesu anakubali sikuwepo pale. Martha dada anasema ungekuwepo, sema haleluya. Ugonjwa usingemlaza ndugu yangu kama wewe tu ungekuwepo. Maana yake nini? Uwepo wako ulipoondoka, Lazaro ugonjwa wa kifo umemlaza. Haijalishi ni ripoti ya ugonjwa upi, elewa leo kitakachofanya ugonjwa wa mauti ukashindwa kukulaza, uwepo wa Mungu. Na amenena kwenye Mathayo 28, Mathayo 28:16 na kuendelea, wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima walioagizwa na Yesu mwenyewe. Nao walipomwona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao, akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Napenda kipengele cha mwisho, na tazama mimi Yesu mwenyewe nipo pamoja nanyi siku zote, na itakuwa hata milele. Kwa kuwa mkimaliza duniani mnakuja kukaa nami mbinguni, lakini mkiwa duniani uwepo wangu unatakiwa utembee na ninyi siku zote. Usikubali kuwa na uwepo wa Mungu Jumapili,
ukiwa ibadani peke yake. Usikubali kuwa na uwepo wa Mungu ukiwa kwenye kongamano peke yake. Hakikisha wewe unatembea na uwepo wa Mungu siku zote. Kama unanielewa sema haleluya. Na ikishafika kwa habari ya magonjwa, elewa kitakachonyamazisha ugonjwa wa mauti ushindwe kukuondoa uwepo wa Mungu. Kama umenielewa sema amina yenye afya. Na ripoti ya kansa, walk kila siku, tembea ukiwa ndani ya uwepo wa Bwana. Unalala uweponi mwa Bwana, unaamka uweponi mwa Bwana, unakwenda kazini umezungukwa na uwepo wa Bwana. Ikiwa unanielewa sema haleluya. Maadamu wewe una dwell kwenye presence, ugonjwa unapoteza wakati. Na hapo ndio ilipo kazi kwa wana wa Mungu. Usiwe mtu wa kuingia uweponi na kutoka. Kama unanielewa sema haleluya. Kama ambavyo samaki hawezi akaishi nje ya maji, ndivyo ambavyo wewe mtoto wa Mungu hauwezi ukawa salama nje ya uwepo wa Mungu. Huwezi kuwa salama. Wewe kamchukua tu samaki ule kamweke nchi kavu, haijalishi ni nyangumi, atakufa tu. Hakuumbiwa hilo, na wewe haujaumbiwa tangu ulipookoka kuishi nje ya uwepo wa Mungu. Ikishafika tu upo nje ya uwepo wa Mungu, watapiga tu. Ikiwa unanielewa sema haleluya. Sijakusikia sema haleluya. Sijakusikia sema haleluya. Kama ambavyo samaki hajaumbiwa kukaa nje ya maji, ndivyo ambavyo wewe haujaumbiwa kukaa nje ya uwepo wa Mungu. Na ukikaa tu nje ya uwepo wa Mungu, ndio hizi fujo tunazozisikia kila siku. Sasa mimi nafundisha kwa kupigwa kwake tumepona. Magonjwa ya kifo yananyamazaje? Hayawawezi watu wanaokaa kwenye uwepo. Nje ya uwepo utalala tu, na ukilala ujue unalala kwa kukosa maarifa. Wewe unayo maarifa, ninakubariki mchana wa leo. Maadamu umeyajua haya na utashinda uweponi mwa Bwana, ugonjwa ulionao hautakulasa kwa jina la Yesu aliye hai. Hautakulasa kwa jina la Yesu aliye hai. Martha na Mariam walitaka Yesu alete uwepo, hawakutafuta maombi. Walijua hakuna pasta hata mtoa huyu ugonjwa wa kifo kitakachomtoa. Bwana njoo. Wewe ukiwepo, wewe badala ya kutafuta uwepo wa Mungu na huo ugonjwa unatafuta maombi. Mwambie ndani yako kweli wewe, kweli wewe. Mwangalie sasa, mwambie wewe ndio kweli. Una ugonjwa wa mauti na unachezea uwepo. Martha na Mariam walichokitafuta leta uwepo, na Martha alimwambia Yesu wewe ungekuwepo. Kama unanielewa sema haleluya. Hakumwambia wewe ungemuombea. Punga mkono wako juu. Martha hakusema wewe ungemuombea. Kama unanielewa sema haleluya. Martha anasema mimi nilichokuwa nakitaka uwepo wako, na wewe ungekuwepo ugonjwa hata kama umeufanya kuwa wa kifo, kakaangu asingekufa. Manake Martha anajaribu kukuambia ukiwa na ugonjwa wa mauti, tafuta uwepo wa na ushinde umo. Na uwepo ukikuacha, na roho itakuacha. Nisaidie kuhubiri kwa mbele yako, uwepo wa Mungu ukikuacha na ugonjwa wa mauti, roho nayo itakuacha. Sasa nataka unisikilize, tuelewane hapa. Ninaposema uwepo wa Mungu, mimi sizungumzi kushinda kanisani. Unaweza ukashinda kanisani na haupo uwepo. Simama juu, nenda kwa watu watatu, mwambie unaweza ukashinda kanisani na haupo uwepo. Nenda kwa watu wengine watatu, mwambie unaweza ukashinda kanisani la haumo uwepo. Unajua kuna wakati ukizungumzia uwepo wa Bwana, watu wanadhani tunazungumzia church peke yake. Hapana, mimi nakupeleka level nyingine. Yaani wewe kama wewe, masaa 24 ya siku 7 za wiki uwe uweponi mwa Bwana. Maana elewa, Mungu wetu yuko mahali pote wakati.
Na ndio maana nataka nikufundishe kipengele hiki hapa. Sababisha sasa, sababisha uwepo wa Mungu ukusaidie. Maana yake ninaposema uwepo wa Mungu ndio utakao nyamazisha ugonjwa wa kifo. Ila usisahau Mungu wetu yuko mahali pote wakati wote. Hata ninapohubiri sasa hivi, mahali ndugu yako anaumwa amelala pale nyumbani, Mungu yuko mahali pale. Mahali anaumwa amelala hospitalini, Mungu yuko mahali pale. Ila watu wanachoshindwa, niko kwenye uwepo, lakini ninaweza nikasababisha uwepo unisaidie. Kama unanielewa sema haleluya. Je, unaweza ukausababisha uwepo? Maana huyu Mungu yuko mahali pote wakati. Lakini kwa nini kama yuko mahali pote wakati wote, sio tu wenye ugonjwa wa mauti wanakufa na Mungu yuko hapo? Kwa nini watu wanapitia tabu na Mungu yuko mahali pote wakati wote? Ni kwa sababu wengi hawajajua kusababisha sasa uwepo uwasaidie. Ile ikiwa una ugonjwa wa kifo, ni mambo yapi utayafanya? Na hayo mambo ndio yanasababisha ule uwepo sasa unaanza kukusaidia. Mungu, elewa mtu wa Mungu, ni jambo moja kuwa uweponi mwa Mungu, na ni jambo lingine ule uwepo kukusaidia. Elewa Mungu yuko mahali pote wakati wote. Shida ya wengi ni jinsi gani waufanye uwepo wa Mungu huo uwasaidie. Na Mungu anaweza akawepo, Yesu anaweza akawepo, na watu bado wakafa. Ishu ukishakuwa uweponi, ni lazima pia ufundishwe mambo yapi unayafanya, alafu uwepo unakusaidia. Maana unaweza ukawa mahali penye uwepo na bado ukasafa, ikiwepo atakufa kwa ugonjwa wa mauti, kwa sababu hujajua kama nimekwisha shinda kwenye uwepo, ila ninaufanyaje uwepo unisaidie. Angalia Marko sura ya 4. Angalia Marko sura yake ni 4. Maana mtu anaweza akasema, lakini mbona mimi sina shida na uwepo? Lakini je, una uwezo wa kufanya huo uwepo sasa ukusaidie? Marko sura ya 4 mstari wa 35. Marko 4:35 mpaka 41. Sikia kwa makini hapa. Siku ile kulipokuwa jioni, Yesu akawaambia wanafunzi wake, tuvuke kwenda ng'ambo ya pili ya ziwa. Wakauacha mkutano, wakamchukua Yesu vile vile alivyo katika chombo chao. Hebu sema vile vile alivyo. Wamemchukua Yesu vile vile alivyo. Manake wamemchukua na uweza wake wote, wamemchukua na mamlaka yake yote. Yanawaambia tuvuke twende ng'ambo. Wakina Petro anasema hatuvuki peke yetu. Maandiko anasema wakamchukua na hilo neno vile vile alivyo. Maanake wakina Petro wamemchukua Yesu, wapo naye kwenye chombo chao vile vile alivyo. Maana yake na uwezo wake wote na mamlaka yote alionao Yesu, wapo naye na kila kitu alicho nacho. Sema haleluya. Kwa maneno mengine, wapo na uwepo wa Mungu, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo chao, na vyombo vingine vilikuwepo pamoja naye. Narudia, kuna kitu mtu haoni hapa. Na siku ile kulipokuwa jioni, akawaambia na tuvuke mpaka ng'ambo. Wakauacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo chao, na vyombo vingine vilikuwako pamoja naye. Lakini wao wakasema, unaenda na sisi. Sikiliza, wako naye pamoja, wapo naye. Ikatokea dhoruba kuu na upepo. Ina maana unaweza ukawa na uwepo wa Mungu, lakini bado dhoruba zinakupiga. Kama unanielewa sema haleluya.
Yani wanakuwaje? Wanakuwaje na Yesu? Na wanasema wamemchukua vile vile walivyo, hawana mashaka naye, hawana hofu naye. Lakini maandiko yanasema walipomchukua, dhoruba na upepo, ikatokea dhoruba kuu na upepo, mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Naye mwenyewe Yesu alikuwa katika sharti amelala juu ya mto. Kama unanielewa sema haleluya. Dhoruba inatokea, uwepo wa Mungu upo. Upepo unapiga chombo, uwepo upo. Maji yanaanza kujaa, kitisho cha kufa ziwani kinawakuta, uwepo upo. Ndio maandiko yanasema wakamwamsha. Hebu toa sauti sema wakamwamsha. Ina maana Yesu analala. Unanielewa sema haleluya. Wakamwamsha. Elewa, wakati wote waliwacha uwepo ubaki kama ulivyo. Hakuwepo mtu kufanya uwepo wasaidie. Maandiko yanasema walipoona chombo kinaanza kuzama, upepo unazidi, mawimbi yanazidi, wakamwamsha. Ndio hicho ninachokufundisha. Unaweza ukawa na uwepo lakini haufanyi uwepo ukusaidie. Unaweza ukaangamia na dhoruba na uwepo umeenda na wewe. Maandiko yanasema wakamwamsha. Ukiendelea kusoma maandiko yanasema walipomwamsha ndio walijua uwepo wa Mungu upo pamoja nao. Kama unanielewa sema amina. Wakamwamsha. Alipoamka, uwepo ulipoamka, uwepo uliposababishwa uwasaidie. Maandiko yanasema alipoamka akaukemea upepo, akaiambia bahari nyamaza, tulia. Huwezi haya yote yalitokea baada ya kuamshwa. Punga mkono wako juu kama unanielewa. Lakini mwanzo dhoruba na upepo na chombo kinaanza kuzama, lakini usisahau walimchukua. Manake uwepo ulikuwepo pamoja na uwepo kwenda pamoja nao, lakini bado chupu waangamie. Mpaka walipojua ni jambo moja kuwa uweponi na ni jambo lingine kusababisha uwepo ukusaidie. Nisaidie kuhubiri, nenda kwa watu 5, mwambie ni jambo moja kuwa uweponi na ni jambo la pili kusababisha uwepo huo ukusaidie. Kwa hilo neno wakamwamsha. Manake sasa wanatafuta uwepo ambao hawana mashaka nao uwasaidie. Akaamka, akakemea upepo, akaiambia bahari nyamaza, tulia. Upepo ukakoma, kukawa shwari. Kwa hivyo tangu upepo unaanza kungeweza kukawa shwari, wala dhoruba isitokee, wala maji yasiingie kwenye chombo. Ila wao walizani inatosha tu kuwa na uwepo. Hawakujua ukishakuwa na uwepo lazima ujue likupasalo ili uwepo ukusaidie. Simama juu sema Yahweh. Hadi ujomba Jehova, ninaomba unisaidie. Ninataka kujua linipasalo kufanya ili uwepo wako unisaidie. Inua mikono juu, omba. Baba shakata, nisaidie Baba, saidie Jehova. Ninataka kujua linipasalo ili uwepo wako unisaidie Jehova, katika jina la Yesu. Raba sheketata, raba sabrakuta, ninaomba Baba kwa jina la Yesu. Raba shakata, uwepo wako nisaidie, uwepo wako nisaidie. Raba shakata, raba baba, rakapusa brakuta, raba sababa, rakata, raba baba, raba sheketa, raba sanda yakata, nisaidie Bwana. Raba shekete, nataka kujua linipasalo Bwana ili uwepo wako unisaidie kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Rama shekete, rakapusa, rama sababa, rakapusa. Kachotaratiwa poni maponi. Angalia Yohana sura yake ni 5. Ninafundisha nini? Lazima ujue namna ya kusababisha uwepo ukusaidie. Unaweza ukawa uweponi
na bado dhoruba ikakulaza, ugonjwa wa kifo ukakuwa, ukaendelea kusafa kwenye maisha yako, na wewe ukaendelea kujivunia uwepo, ni lazima uende kiwango kingine cha kufahamu mambo ya kufanya ili uwepo wa Mungu ukusaidie. Angalia kitabu cha Yohana sura yake ni ya 5. Yohana 5 mstari wa 2 na kuendelea. Neno la Mungu linasoma hivi: na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika inayoitwa kwa Kiebrania Bethesda, nayo ina matao 5, na ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala. Jamii kubwa ya wagonjwa, vipofu, viwete, watu kila namna, wanasubiri maji yachemke, na maji yakitikiswa na malaika, anayeingia kwanza ndo anapona. Lakini jambo fulani linatokea hapa. Yesu mwenyewe akafika mahali pale. Kama unanielewa sema haleluya. Maana uwepo wa Mungu unaweza kuwasaidia wagonjwa wengi, vipofu, viwete. Uwepo ulifika mahali pale. Lakini nataka uelewe, maandiko yanasema alipofika mahali pale, jicho la Yesu lilienda kwa mtu mmoja ambaye amekuwa mgonjwa kwa muda wa miaka 38. Na Yesu alipomwona amelala na akijua kuwa amekuwa na hali hiyo siku nyingi, alimwambia, je, unataka kuwa mzima wewe? Sikiliza, Yesu alipokuwa anaongea na huyu ndugu, uwepo wa Mungu ulikuwa umefika. Na maandiko yameanza kwa kusema jamii kubwa ya wagonjwa, vipofu, viwete. Kiwete mmoja ndio huyu Bwana. Yesu alikaa katikati yao, manake uwepo wa Mungu ulikuwa katikati yao. Lakini waliendelea kuwa viwete, waliendelea kuwa vipofu. Kama unanielewa sema haleluya. Na ni moja tu, Yesu alimwambia, godoro lako nenda. Na alipojitwika godoro akawa anaondoka. Wengine walibaki viwete, wengine walibaki viziwi. Wanaona uwepo umekwisha, na uwepo umemsaidia mwenzetu, na wao hawafanyi lolote ili ule uwepo wasaidie wao. Sema haleluya. Kwa kiwango Yesu akaenda zake, uwepo umeondoka. Lakini pale wagonjwa, viwete, vipofu, na uwepo ukakaa katikati yao. Na Yesu akaanza na moja, unataka kwa mzima, sina mtu wa kunisaidia. Hauhitaji mtu, unahitaji uwepo wa Bwana. Sema haleluya. Na maandiko yanasema uwepo ukamwinua, jitwika godoro, uwepo umekwisha, nenda zako. Anawaangalia wengine hawafanyi lolote ili uwepo wasaidie. Kama unanielewa sema haleluya. Uwepo ukaondoka zake, na wakabaki viwete, vipofu, na uwepo uliwatembelea. Inua sauti sema, ninakataa kwa jina la Yesu aliye hai. Sasa leo huyu Yesu ambaye alikuwa anapeleka uwepo, anaondoka anapeleka uwepo. Huyu Yesu yupo na wewe mpaka mwisho wa dahari. Ikiwa yuko na wewe mpaka mwisho wa dahari, tumia uwepo ukusaidie. Sema haleluya. Leo sisi sio kama wale, anakuja anahamisha uwepo, anaenda hapa. Biblia inasema nitakuwa pamoja na wewe mpaka mwisho wa dahari. Mbona bado magonjwa na kulaza? Mbona mambo hayaendi? Umeshindwa kujua cha kufanya ili uwepo ukusaidie. Nimekuonyesha kitabu cha Marko sura ya 4 mstari wake na 35 mpaka 41. Marko 4:35 mpaka 41. Maandiko yanasemaje? Uwepo ulikuwa nao, lakini angalia, dhoruba inatokea, mawimbi yanapiga chombo, wako uweponi na hawaombi. Lile neno wakamwamsha. Hebu toa sauti yako, sema wakamwamsha. Injili nyingine anasema walipomwamsha walikuwa wanamwambia, kwani huoni kwamba tunaangamia? Prayers. Kama unanielewa sema haleluya. Ndio uwepo ukajamazisha upepo na mawimbi, kwa kuwa watu wameomba. Wanajua wako kwenye uwepo na wamekutana na hili tatizo, wanautumia uwepo uwasaidie kwenye hili tatizo. Lakini waliponyamaza, manake hawaombi, wengi wao wakazama na wako na uwepo wa Mungu. Piga neno kwa bega, mwambie omba. Hajakusikia? Mwambie omba. Ikiwa unanielewa sema haleluya. Angalia Marko sura yake ni ya 10.
Ninasema jinsi gani utaufanya uwepo. Sasa umeshakuwa na uhakika wewe ni mtu wa kukaa uweponi, usiishie hapo. Wana uwezo wa kusababisha huo uwepo ukusaidia. Jambo la kwanza nimekuambia maombi. Marko 4:35 mpaka 41. Uwepo ulikuwepo ambavyo hawaombi walitaka waangamie, na walipoomba nimekuambia lile neno wakamwamsha. Manake prayers, upepo na dhoruba vilinyamaza kwa sababu people were praying. Wanaomba wakiwa uweponi. Wanaomba uwepo ulete majibu juu ya vitu fulani. Kama unanielewa sema haleluya. Unaweza ukaa kwenye uwepo wa Mungu, usifikiri ukaa kwenye uwepo wa Mungu kwa sababu kwenye uwepo wa Mungu mbingu zitakuwa zinafanya tu. No, you must pray. Unaamini uko uweponi, pray ili uwepo sasa uanze kukusaidia. Kama unanielewa sema haleluya. Angalia Marko sura yake ni hapo. Marko sura ya 10 mstari wa 46 mpaka wa 52. Neno la Mungu linasomaje pale? Wakafika Yeriko. Hebu watu wote sema wakafika Yeriko. Nani huyo? Yesu na wanafunzi wake. Kwa lugha nyingine uwepo upo Yeriko. Punga mkono kama kuna mtu ananielewa lakini afundisha. Anaposema wakafika Yeriko, manake uwepo nyakati zile umeelekea Yeriko. Hata walipokuwa wakishika njia kwenye ule mji wa Yeriko, kutoka Yeriko yeye na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Batimayo yule ombaomba kipofu alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia kwamba ni Yesu Mnazareti anapita mahali hapa, kama unanielewa sema haleluya. Oh my God. Yaani huyu jamaa kipofu na ombaomba siku zote, kinachoendelea kumweka kuwa kipofu na ombaomba, uwepo haujapita. Kama unanielewa sema haleluya. Maandiko yanasema Batimayo alipoambiwa hiki unachokisikia hapa ni Yesu, aliposikia kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake, sema haleluya. Manake uwepo umekuja. Ili uwepo unisaidie ni lazima niombe. Maandiko yanasema alianza kupaza sauti yake, anasemaje? Mwana wa Daudi nisaidie, mwana wa Daudi nisaidie. Sema haleluya. Prayers. Yes Lord. Punga mkono wako kama unanielewa. Hivi unanielewa lakini ninachokufundisha hapa. Sasa huyu ni mtu ambaye Biblia inaanza kusema uwepo ukaingia Yeriko. Uwepo ukaingia Yeriko. Na Batimayo, weka chini. Wewe ndio Batimayo. Anakaa njiani anaombaomba. Sikiliza, akiwa amekaa, funga macho. Akipofu afunga macho, fungua ila hayaoni. Akasikia, mbona leo hii barabara pakoje hapa? Aligusa mtu, ukienda kwenye tafsiri sahihi, aligusa mtu akamuuliza, kwani nini kinatokea hapa? Kama unanielewa sema haleluya. Kuna mtu akamwambia, Yesu wa Nazareti yupo Yeriko, na muda huu unapoona barabara unayoombaomba kuna kiwingu, ndio anapita hivi. Kama unanielewa sema haleluya. Kipofu Batimayo, manake alijua uwepo umekuja. Alijua nimekaa mimi niombaomba kipofu, lakini uwepo uko hapa. Uwepo kuwa pale sio itatokea tu anaona. Sema haleluya. Ni lazima yeye asababishe uwepo umsaidie. Unga mkono wako juu. Na jambo la kwanza, prayers, maombi. Mara moja kaanza maombi. Mwana wa Daudi ni rehemu, mwana wa Daudi nisaidie. Alafu sikiliza, Yesu akawa kama anapita. Batimayo, usisahau ni kipofu. Mwana wa Daudi ni rehemu. Yesu alipofika mbele kidogo, maandiko anasema akasimama. Sema haleluya. Uwepo umesimama Batimayo. Umeulazimisha ufanye kitu. Funga mkono wako juu. Nenda kwa watu 7, piga bega lake.
Mwambie lazimisha uwepo ufanye kitu. Wewe usiyesimama una maana gani? Nenda kwa watu 7, mwambie lazimisha uwepo wa Mungu ufanye kitu. Mwana wa Daudi ni rehema. Prayers. Ukishaamini uko uweponi, kama kweli uko uweponi, wewe ni mtu wa maombi kweli. Wewe ukaniambia uko uweponi alafu uombi. Na alipopiga kelele, maandiko yanasema Yesu akasimama akawaambia Mleteni. Sema haleluya. Sasa kitu cha ajabu kikatokea, soma pale. Huyu jamani kipofu. Nimekwambia Yesu yuko Yeriko, kuna uwepo Yeriko. Ila mahali alipo Yesu alikuwa amepita tu akazaa, amesimama, alafu anasema mleteni. Ukisoma maandiko anasema yule jamaa wakamwambia, maana alikuwa anasikia ila kipofu, wakamwambia anakuita. Neno la Mungu linasema akatupa mavazi yake, akarukia kwa Yesu, akatupa mavazi yake. Yaani unisikize, uona kwaje kipofu na unajua Yesu yuko upande huu. Unga mkono wako juu kama unanielewa. Maana yake uwepo. Yesu akamuuliza, uwepo huo unaongea, unataka nikufanyie? Ndio ulipokuwa uwepo huko, ila uwepo unauliza what do you want? Najibu ni maombi. Sema haleluya. Nataka nipate kuona. Yesu anamwambia, imani imekuponya, imeisha. Uwepo umekuja, umeshaomba, ona, imeisha, ona. Lakini alifanyaje apostle? Prayers. Uwezo ukajifunia tu niko uweponi. So what? Mwambie nani yako so what? Anaweza akawa ni kipofu Bartimayo na uwepo umefika Yeriko na akabaki kipofu. Punga mkono wako kama unanielewa. Yuda alikuwa mwizi, alikuwa anashinda na Yesu siku zote mpaka anajinyonga yeye mwizi. Uwepo hujamsaidia. Yuda alikuwa kati ya mitume, kokote Yesu anaenda Yuda yupo. Ila ana udhaifu wa wizi na mpaka ana rest in peace. Yuda anaenda jehanamu. Yaani Yuda alienda jehanamu. Yaani utaenda jehanamu kama utaenda umwambie Yuda alinishangaza. Yaani Yuda alikuwa anatembea na Yesu kila mahali na ni mwizi. Huu uwepo umsaidii. Ni kwa sababu Yuda haombi uwepo umsaidii. Kama unanielewa sema haleluya. Angiomba uwepo umnyamazishe wizi. Wizi ungenyamaza. Siku zote yuko naye na mpaka anajinyonga, anaenda jehanamu, na muda wote alikuwa anashinda na uwepo wa Mungu. Unaweza ukashinda na uwepo na usikusaidie uwepo. Kama haujachua mambo ya kufanya ili usababishe uwepo ukusaidie. Nimekuonyesha Marko 4 mitume walifanyaje wakina Petro, lakini nimekuonyesha kipofu Bartimayo. Yeye aliposikia uwepo, Yesu yuko hapa, uwepo, alichofanya maombi. Sasa uwepo unao vitu havinyamazi kwa sababu uombi. Simama juu, sema leo kwa jina la Yesu aliye hai. Leo kwa jina la Yesu. Sikiliza, maandiko yanasema walipo wawili wangu watatu nipo katikati. Mimi na wewe hatuna mashaka, Yesu yuko hapa. Lakini unaweza ukatoka na ugonjwa wako, unaweza ukatoka na huzuni zako. Inawezekanaje tumekaa watoto wa Mungu 2 watatu, manake Yesu yuko, na bado watu wa wanatoka hawajaguswa na ule uwepo? Ni kwa sababu ni lazima usababishe uwepo wa Mungu kusaidia. Kuna watu wanajivunia tu, mimi niko uweponi, mimi niko uweponi mpaka unakufa, mimi niko uweponi. Huo uwepo ukusaidie. Jambo la kwanza, hakikisha wewe ni muombaji. Uko uweponi, hakikisha uwepo unakusaidia. Acha kuniambia kwa taabu ninayopita sina nguvu ya kuomba, na ndio maana taabu haishi. Kuna watu wanadhani eti kwa pito ninalopita hata nguvu za kuomba sina. Yaani na uwepo unataka usemeshe. Na ndio maana uko uweponi na taabu haishi, kwa sababu umekubali hata kuomba siwezi tena. Mwambie jirani yako hayo ni mahubiri ya shetani. Eti naona kabisa mlokole kabisa eti anakuambia nimechoka kwa kiwango hata ili jambo siwezi kuliombea tena. Na ndio maana halimaliziki. Uwepo unataka uombe.
Utajivunia una Yesu, lakini jambo aliishi kwa sababu ya utoto wa kiroho, kusema mpaka nguvu za kuomba zimeisha, na ndio maana na hilo jambo halitaisha, ila uwepo unao. Kama unanielewa sema haleluya. Punga mkono wako juu kama tunaelewa. Ina mikono tulichosema Yahweh. Roho ya maombi, na neema ya kuomba, Jehova, sana wa leo ninauliza roho ya maombi na neema ya kuomba kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Pastor Mbela anasema mambo ya kufanya ili uwepo wa Mungu kusaidia. La kwanza, uwe mtu wa maombi. Ukishakuwa uweponi, ule uwepo peke yake hautakusaidia. Wakina Petro walikuwa wanakufa kwenye boti na wako na Yesu vile alivyo, manake na mamlaka zote alizonazo. Manake hawakutaka kuomba kusababisha uwepo usaidie. Na walipougusa uwepo, Yesu sio kitu kwako kwamba tunaangamia. Walipougusa tu uwepo ukafanyaje? Nyamazisha upepo na mawimbi. Sema haleluya. Bila maombi, upepo na mawimbi vitakumaliza. Na uwepo unao. Wangapi wanaamini Yesu yuko ndani yako? Sasa mwambie ndani yako, sasa nini vipi sasa? Mwambie vipi? Manake wewe uwepo unatembea na wewe. Mbona ukusaidii? Prayer. Bartimayo kipofu, uwepo ulipofika tu alijua limpasa kwamba uko uwepo Yeriko. Lakini uwepo unaweza ukawepo na nikabaki kipofu. Dawa ni moja, maombi. Leo roho ya maombi na neema ya maombi iche ndani yako kwa jina la Yesu aliye hai. Iche ndani yako kwa jina la Yesu aliye hai. Iche ndani yako kwa jina la Yesu aliye hai. Iche ndani yako kwa jina la Yesu aliye hai. Moja, namna gani uwepo ukusaidia? Prayer. Usiishie level. Nimekwambia moja, lazima uwe uweponi muda wote. Ugonjwa wa kifo usije ukakulaza. Lakini na kuongeza hatua nyingine, kuwa uweponi peke yake. Na ujue ufanye nini uwepo ukusaidia. Ni balaa kama nilotaka kuwakuta kina Petro. Marko 4:35-41. Yesu yupo na wanaangamia. Yesu amewahi kwenda Nazareti. Hebu inua sauti yako sema Nazareti. Kaishafanya mambo. Ameingia Nazareti. Na watu wamesikia habari zake, vitu anavyofanya. Alipoingia Nazareti, akawaambia watu wa nyumbani kwao, najua mnajisemesha moyoni, mambo niliyoyatenda Kapernaum, Judea na kila mahali, niyatende na hapa kwenu. Akaambia mtaona. Manake uwepo upo, lakini kuna vitu nyinyi mmekataa kuvifanya ili uwepo uwasaidie. Hamtaona hayo yakitendeka. Ni jambo moja kuwa uweponi, na ni jambo la pili kufanya uwepo wa Mungu kusaidia. Mambo ya kufanya ili uwepo wa Mungu kusaidia. Moja, maombi. Marko 4:35-41. Kina Petro waliponyamaza walitaka kuangamia. Walipoomba uwepo uliwasaidia. Marko sura ya 10:46-52. Bartimayo kipofu, uwepo ulienda, haukumsaidia mpaka alipoomba. Twende jambo la pili, mambo ya kufanya ili uwepo wa Mungu kusaidia. Moja, maombi. Hebu inua sauti yako sema kuomba. Na nataka uwe makini na kile kinachoendelea kwa kanisa sasa hivi. Watu hawaombi, wanataka kuombewa. Utachelewa sana. Nenda level nyingine. Hata kama watumishi wa Mungu tutakuombea, hatuja kufuta wewe kuomba. Kama unanielewa sema haleluya. Sikubali hiki kinachoendelea kikupate na wewe. Watu leo hawaombi. Watu leo hata wakipata shida wanajiuliza mtumishi fulani yuko wapi? Lakini unapojiuliza mtumishi fulani yuko wapi, mbona mahali ulipo Mungu yuko hapo? Funga mkono wako juu kama unanielewa.
Inawezekanaje unakubali kusafa, maisha yanaendelea kuwa magumu, unachanga pesa za kusafiri kwenda mahali fulani kuonana na mtumishi wa Mungu? Unisikilize, uwepo wa Mungu upo, utumie ukusaidie. Haleluya. Unanielewa? Sema haleluya. Na unautumiaje? Moja, maombi. Unakaa una ugonjwa wa kufa, unasubiri kwenda kwa Apostle Joshua kuombea. Wewe uko Lindi, unatafuta nauli, unachanga Lindi vijijini, unatafuta pesa usafiri kuja mbele ni kuombea. Yesu wangu yuko mahali pote wakati wote. Hapo hapo Lindi, Yesu yuko hapo. Wewe connect your anointing ikusaidie. Inaanza kuonekana kama kuna watu wanasikilizwa na Mungu na kuna watu hawasikilizwi na Mungu. Batimayo kipofu, sifa zake hizo. Anaitwa Batimayo, yeye ni kipofu, ni ombaomba. Uwepo ulipokuja, alipoomba, uwepo ulimsaidia. Sio Apostle Petro, sio Apostle Petro aliyemsaidia, uwepo. Kama unanielewa sema haleluya. Unakubali kuwa mtoto mpaka lini? Unakubalije kuangamia? Unasema mpaka nikakutana na mtumishi fulani. Hujalelewa vizuri wewe. Tafuta uwepo, utumie uwepo. Leo watu wako busy kutafuta watumishi kuliko kumtafuta Mungu. Watu wako busy kutafuta watumishi kuliko kutafuta uwepo wa Mungu. Hizo simu unazonipigia mara kwa mara, hayo ndio maombi kwa Yesu. Unaelewa sema haleluya. Tutaendelea kukuombea kama watumishi, ila ukija chini yangu nitakuambia. Sio kwa sababu ninakuombea nimekufuta wewe kuomba, maana popote ulipo uwepo wa Mungu uko pale. Na mimi sina uwezo wa kuwa mahali pote wakati wote, ila Yesu wako yuko mahali pote wakati wote. Jifunze kumuomba Yesu wako, kwa kuwa yeye yuko mahali pote wakati wote. Unanielewa sema haleluya. Wewe umetingwa nyumbani kwako huko peke yako na unanitafuta simu haiti. Kwa nini ujui likupasana? Jesus peke yake yuko na wewe. Pale unaponitafuta mimi, ulitakiwa usinitafute mimi kwanza, mtafute Jesus. Na yeye yuko na wewe hapo hapo. Pray ili akutoe kwenye hao mateso. Paka mkono wako juu kama unanielewa vitu na. Na tunaohubiri hivi ndio mtupendi. Na hata ukirudi kesho nitakuhubiria hivi. Potea miezi mitatu ukirudi sibadiliki. Nataka umtafute Yesu. Hata kama mimi nitakuombea, nataka umtafute Yesu. Na yuko mahali pote wakati. Fanya likupasalo, huo uwepo ukufusha. Kama unanielewa sema haleluya. Sijakusikia sema haleluya. Jambo la pili, unafanyaje uwepo ukusaidia? Moja, nimesitiza maombi. Lakini jambo la pili, gusa kilichomgusa. Gusa kilichogusa uwepo. Gusa kilichomgusa Mungu. Gusa kilichomgusa Yesu. Uwepo, uweponi mwake. Njia ya pili ili uwepo ukusaidie, jifunze kuvigusa vilivyomgusa. Kama unanielewa sema haleluya. Popote penye uwepo wa Mungu pana vilivyomgusa huyo Mungu. Vigusa. Ukivigusa umemgusa. Kama umenielewa sema haleluya. Sijakusikia sema haleluya. Ili jengo linaweza likawa na umeme lakini tukakaa giza. Mpaka atokee mwenye akili ajue kipo kilichogusa nguvu ya hapa kuwaka. Na akienda kwenye hiyo socket akikigusa hicho, mwanga unakuja. Bila kugusa kilichogusa, power ya kuwasha hapa. Kama unanielewa sema haleluya. Ngoja nikuonyeshe maandiko ndio utanielewa. Wewe andika tugusa. Kitaka uwepo wa Mungu kusaidie, uwe mwanamke uwe mwanaume ambaye unajua vitu vya kuvigusa.
na ukivigusa manake umeconnect uwepo, na uwe uwepo kwa sababu umegusa utakusaidia tu wewe. Marko sura ya 5. Marko sura yake ni ya 5 mstari wa 25. Marko 5:25 mpaka 34. Neno la Mungu linasema hivi: na mwanamke mmoja mwenye kutokwa damu muda wa miaka 12 na ameteswa mengi kwa mikono ya madaktari wengi, amegharamia vitu vyote alivyo navyo, kusimfaa hata kidogo. Hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, kwamba Yesu amekuja, yuko hapa. Yesu yuko hapa. Aliposikia ya kwamba Yesu yuko hapa, alipita katika mkutano kwa nyuma, akagusa vazi lake. Hebu sema akagusa vazi. Kwamba uwepo ulikuja, lakini itakiwa aguse kilichogusa uwepo. Kama unanielewa sema haleluya. Akagusa vazi, akapita nyuma ya mkutano, akagusa vazi. Vazi alilovaa Yesu, manake vazi lililomgusa Yesu. Kwa leo nataka nikufundishe vazi lililomgusa Yesu. Kama unanielewa sema haleluya. Ambalo uwepo ukija unatakiwa uliguse, na ukiligusa uwepo unakusaidia. Akapita kwa nyuma, akagusa vazi. Alafu alipogusa, Biblia itakuambia kansa ya tumbo la uzazi ikapona pale pale. Yesu alipogeuka alisema, nani amenigusa? Kama unanielewa sema haleluya. Yesu hali akifahamu nafsini mwake ya kwamba nguvu zimemtoka. Mstari wa 30. Akageuka katika mkutano akasema, nani aliyegusa mavazi yangu? Unisikilize, huyu mama hakumgusa Yesu, hakugusa mkono wa Yesu, hakugusa kichwa cha Yesu, hakugusa mguu wa Yesu. Kama unanielewa sema haleluya. Aligusa vazi. Nguvu za uponyaji zikaondoka kwenye uwepo, zikamponya. Na Yesu alipogeuka hakusema nani amenigusa, alisema nani amegusa mavazi, sio yoyote, mavazi yangu. Mbona nielewa sema haleluya. Kwa mavazi yake yakiguswa, maana yake uwepo umeguswa. Nani amegusa mavazi yangu? Maana nguvu zimenitoka na zimemsaidia mtu wangu. Kama unanielewa sema haleluya. Uwepo unaweza ukaja, lakini wewe unajua kwamba ili uwepo ukusaidie, kuna wakati unagusa kilichogusa uwepo. Unanielewa sema haleluya. Unajua ndio namna ya kusaidiwa. Unajua unapaswa kugusa vazi, unapaswa kugusa mavazi ya Mungu, mavazi ya Yesu. Unajua unatakiwa ukiguse, kwa sababu vazi, shati ya kitenge aliyovaa Ibrahimu, hii ndio iliyomgusa Ibrahimu. Sema haleluya. Yule mama hakugusa hapa, yule mama aligusa hapa. Unanielewa sema haleluya. Aligusa vazi, ila vazi hili ndio lililogusa. Wakati wote unapogusa kilichomgusa. Kama unanielewa sema haleluya. Punga mkono kama unaelewa vitu nakufundisha. Najua unatamani ndio vinini hivyo, subiri. Mwambie ndani yako, mbona una haraka? Subiri. Sasa ndio vinini hivyo sasa. Sasa sisi vazi tutalitoa wapi? Wewe tulia, subiri. Wewe nataka tu uandike, lazima uguse kilicho mgusa Mungu ili uwepo wa Mungu kusaidie. Na popote Mungu akileta uwepo,
uelewe vipo vilivyomgusa mahali hapo. Viguse. Uwe mtu unayejua namna ya kutumia uwepo. Mmoja maombi, mbili kugusa vilivyogusa. Na Yesu anasema nani amegusa mavazi yangu? Yesu asemi nani amenigusa. Sema haleluya. Yupo aliyegusa mavazi yangu. Na kwa kugusa mavazi yangu, mavazi yaliyonigusa mimi, ukiagusa umenigusa, nguvu imenitoka. Nani aliyegusa mavazi? Kwa mkono wako juu kama unanielewa. Mbona unataka ni ile power, nguvu ya msaada ya Yesu ikufikie. Maombi moja, mbili kujua vya kugusa. Unga mkono wako juu kama unanielewa. Lazima ujue kuna vitu lazima uguse ili uwepo ukusaidie. Utaufanya uwepo wa Mungu ukusaidie kwa kugusa vile vilivyo mgusa Mungu. Mwanamke huyu alisababisha uwepo umsaidie, lakini kwa kugusa vazi alilokuwa amelivaa Yesu. Sasa kama we hauna uwezo wa kujua nikiwa uweponi kuna vitu na vigusa alafu uwepo unanisaidia, ndio maana usaidiki. Uweponi upo. Moja, hujui unapaswa kuomba. Lakini mbili, hujui nikishakuwa uweponi ni lazima nijue nagusa nini. Na kwa kugusa uwepo unanisaidia. Kama unanielewa sema haleluya. Angalia kitabu cha Wafalme. Nacho kufundisha, ukitaka uwepo wa Mungu kusaidie, uwe na uwezo wa kujua vitu gani unavigusa, watu gani unawagusa. Biblia imejibu. Kuna watu ukiwagusa, kama we ni mtu unayekaa uweponi. Huyu mama maandiko wanasema akapita, maana yake akausogelea uwepo. Lakini aliposogelea uwepo ili uwepo umsaidie, tofauti na Batimayo, yeye hakupiga makelele tu. Kama unanielewa sema haleluya. Yeye aligusa kilichomgusa. Kama mkono wako juu kama unanielewa. Alifika uweponi, lakini hakutumia kanuni ya maombi. Alikuja na kanuni hii hapa, nitagusa vilivyomgusa, afu uwepo utaachia nguvu. Akagusa vazi. Yesu akasema nani? Hebu watu wote sema nani amegusa mavazi yangu? Sasa hiyo mavazi yangu hapo ndio kwenye shule hapo. Manake vipo ambavyo ni vya kwake, unatakiwa viguse uwepo kusaidia. Nani amegusa mavazi yangu? Wewe unasoma vizuri. Maana yake ukiwa uweponi uwe na uwezo wa kugusa. Uwe ni mtu uweponi mwa Mungu. Ulichofeli mpaka uwepo wa kusaidii, kugusa vilivyomgusa ukiwa uweponi. Sema tutufunje la. Wangapi wameshaelewa kwa kupigwa kwake sisi tuweponi? Jana na leo ni kwa uwepo. Sasa uwepo. Umesoma vitu kadhaa kwa habari ya uwepo. Simama chupa na ulipo, sema Jehova. Jehova, neno lako linasema amelaaniwa mtu yule anayetundikwa msalabani. Ndio unasikiliza, neno linasema amelaaniwa anayetundikwa msalabani. Yesu alifanyika laana ili uwe baraka. Kama unanielewa sema haleluya. Akakubali kutundikwa, akakaa uchi, ile ni laana. Amelaaniwa anayetundikwa msalabani. Yesu pamoja ni Mungu alikubali kuangikwa msalabani, manake atembee kwenye laana ili watakaompokea laana zinyamazi, watembee na baraka. Inua mkono wa kulia, sema ninakataa leo. Ninakataa leo laana yoyote inayotenda kazi kwenye maisha. Nimeyapata maarifa leo. Yesu alifanyika laana ili mimi niwe baraka. Laana yoyote inayotenda kazi juu ya maisha yangu, vunjika kwa jina la Yesu. Endelea kuvunja hiyo laana ya umaskini, laana ya kukataliwa, laana ya kuchelewa, laana ya kuvunja laana zote.
ya kuteswa kwa Yesu. Alifanyika laana ili wewe uwe baraka. Laana zinyamaze juu yako kwa jina la Yesu aliye hai. Zinyamaze kwa jina la Yesu aliye hai. Zinyamaze kwa jina la Yesu aliye hai. Tembea na baraka kwa jina la Yesu aliye hai. Barikiwa maeneo yote kwa jina la Yesu aliye hai. Baraka zionekane kwa jina la Yesu aliye hai. Unasikia Biblia inasema alidharauliwa. Hivyo najua alidharauliwa ili wewe ushiriki. Naomba usiruhusu kile kifo kionekane hakikuwa na thamani. Isaya 53 alidharauliwa. Alikubali dharau ili wewe ushiriki. Ninakubariki leo. Amebeba dharau zako. Pokea heshima kwa jina la Yesu aliye hai. Sasa washiriki wa jina la Yesu aliye hai. Sasa washiriki wa jina la Yesu aliye hai. Ilibidi ahuzunike sana ili huzuni zinyamaze kwenye maisha. Nilikuambia jana, yani hamna yani huna kibali cha kusema na huzuni ujui alichokifanya. Mtu wa huzuni ajuae sikitiko. Alikuwa anakukomboa kwenye huzuni za ulimwengu huu. Na kila ambalo likikugusa lingekusikitisha mno, alishalipa gharama. Ninakubariki leo. Lolote linalokupa huzuni sasa linyamaze kwa jina la Yesu aliye hai. Sasa linyamaze kwa jina la Yesu aliye hai. Sasa linyamaze kwa jina la Yesu aliye hai. Linyamaze kwa jina la Yesu aliye hai. Lolote linalokusikitisha sasa mlango ufunguke kwa jina la Yesu aliye hai. Mlango ufunguke kwa jina la Yesu aliye hai. Biblia inasema mtu ambaye watu wanamficha sura zao. Unajua kuna wakati unahisi watu wanakufichia sura zao. Maana yake kuna vitu unapitia hamna anayetaka kukusaidia. Yaani kama kila mtu anakukwepa hivi, kama unanielewa sema haleluya. Ndio gharama aliyolipa, watu wanamfichia sura. Ni ili wewe usifichiwe sura na watu wa baraka. Hivi mnanielewa? Lakini mnajua huko mwishoni tunamalizia kwa kupigwa kwake tumepona. Kwa hivyo sifundishi sana, na hiki nacho uondoke nacho. Hutakiwi mtu akufichie sura. Kama unaelewa sema haleluya. Nimekwambia Mungu akatai. Kama kuna mtu unadhani atakusaidia, nenda huko akakusaidia. Usimsumbue Mungu. Kwa kuwa kuna mtu umeona atakusaidia. Unasemaje huyu ni dada tumezaliwa pamoja, anaweza akaniazima 120,000, tena sio kukupa, kukuazima. Na unamtafuta na kufichia sura. Kuna kitu wewe kwako hakijakasa. Wewe hamna anayetakiwa kukufichia sura. Wewe utaenda kwa mkurugenzi wako utamwambia nafasi naitaka, na hata kukwepa atalipa gharama. Yaani wewe haufichiwi sura. Kama unanielewa sema haleluya. Watu hawajajua hivi vitu, na ndio maana majibu yanachelewa. Watu ambao wanamfichia sura, hana uzuri hata wamtamani, wanaficha sura zao. Manake wanamkimbia, wanaficha nyuso zao. Ninakubariki kwa majira haya ya Pasaka. Yoyote uliyejua atatumiwa na Mungu kwa ajili yako, hata kukwepa kwa jina la Yesu aliye hai. Hata kukimbia kwa jina la Yesu aliye hai. Biblia inasema hakuhesabiwa kuwa ni kitu. Yaani Yesu hakuhesabiwa kuwa ni kitu. Wewe lazima uhesabike kuwa ni kitu. Yaani popote wewe unapokuwa lazima watu wajue kuna mtu hapa. Lazima uthaminike. Kwa kuwa yeye alishakubali kutohesabika kuwa ni chochote. Usikubali na wewe kutembea mimi nina nini bwana. Umerani yako subutu. Nyie mnasemaga mimi nina kiburi. Huwezi kunidharau mimi. Yupo ambaye alishadharauliwa kwa ajili yangu. Yaani unitoi hapo, yuko aliyedharauliwa. Utaniheshimu utake usitake. Yaani nitakulazimisha ujue mimi ni kitu. Kwa kuwa yuko ambaye alishahesabika si kitu ili mimi niwe kitu. Kama unanielewa sema amina. Sasa wewe unakubali kuwa mnyonge, nenda kwa watu 7 mwambie tatizo lako unakubali mwenyewe kuwa mnyonge. Unaogopa kuingia nyumbani kwenu na unawaambia, hamjajua kaka amekuja hapa.
Nyie vipi nyie? Hamjaelewa kaka amekuja? Hamjajua mtumishi wa Mungu anapita hapa? Sio kujidai. Unayasema hayo kwa kuwa yuko ambaye alionekana si ili mimi niwe. Tumia sasa hiyo baraka. Kama unanielewa sema haleluya. Nasema mimi nani Bwana? Mimi nani Bwana? Mimi hata shule sijaenda. Mimi hata hela sina. Hata kama una chochote, we ni kitu cha thamani. Kwa sababu yuko ambaye alikubali kuwa si kitu ili we uwe kitu. Usimsurubishe mara ya pili, usimuhusunishe Yesu. Anasikitika anapokuona nyonyo. Unajua kuna watu yani basi Bwana tafanyaje? Mwambie ndani yako mimi ni kitu. Hajakusikia ndio huyo anakudharau. Mwambie hey. Mwambie hey. Mimi ni kitu cha thamani. Na nataka utembee kama mtu anayejua yeye ni kitu cha thamani. Kama unanielewa sema haleluya. Hata ukiwasikia wanasema naye ana nini huyu, wewe usiumie. Wewe ni kitu cha thamani. Kwa kuwa yuko aliyekubali kutokuwa chochote ili wewe uwe chochote. Inua mikono yote mbele juu. Mungu katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa siku mbili za kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Yale uliyotaka niwape watakatifu nimewapa Jehova. Ninakuomba sasa wasaidie. Walichokipata ndani ya siku mbili hizi wakakiweke kwenye matendo. Maana neno lako limesema tusibaki kuwa wasikiaji, tuweke kwenye matendo tulichosikia. Mungu katika jina la Yesu ninaiweka ibada fupi ya kesho mikononi mwako. Wawezeshe kurudi ili umalize hicho kilichobaki. Katika jina la Yesu ali hai na wote tuseme amen tena amen. Ninakupenda, tuonane kesho asubuhi. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Mshangilie Bwana Yesu.